wiki iliyopita. Kwingineko ni kwamba zoezi la kukusanya maoni kutoka kwa Wakenya kuhalalisha hazina NG-CDF NGAF na ile ya utendakazi wa maseneta imeng'oa nanga humu nchini, ikitarajiwa kufanikisha katika maeneo bunge yote 290 ndani ya siku 3 zijazo. Katika kaunti ya Nyeri, wakazi walitoa maoni, wameonyesha kughadhabishwa na pendekezo la kuondoa hazina NG-CDF na kugeuzwa kuwa fedha zinazofaa kutunukiwa serikali ya ugatuzi kwa maendeleo mashinani. Aidha, wakazi wakilalamikia kwamba hazina hii imekuwa nguzo kuu ya maendeleo mashinani kwa muda wa miaka 23 iliyopita. Mwakilishi wa kike katika kaunti hiyo, Rahab Mukami, akisema hazina hizi zikilindwa kisheria zitawafaa wengi, sio tu kwa sasa ila pia katika siku za usoni. Ziondolewe katika ile kupeana. Tungetaka kwanza ziweka katika ile kipengee ya kikatiba, ili kuwa kwamba haitakuwa watakuwa wanaenda kuomba ama kubeg. Itakuwa kwamba ni right yao ama ni right yetu sisi kama wananchi kuwa kwamba tuna benefits, kwa sababu sio tu kwa hawa ambao wako leo, bali ni kwa sababu mpaka wenye ambao watakuja baadaye. Napata kina mama wanasaidika, groups zenye tuko nazo huko mashinani, mashule zetu zimekuwa zikisaidika, na especially kwa hii ya basari inakuwa ikisaidia watu wenye ni very vulnerable, the extremely vulnerable families. Watoto wetu wanasoma ama watoto wenye wako na shida wanasaidia. Watu wanaona ile kazi waheshimiwa wamekuwa wakifanya, na watu wanasaidika sana, kwa sababu hiyo pesa ikiondolewa, county government imeashiwa mahospitali bado they are not able to deliver. Sasa tukiashiria pesa ya CDF ati iende, nani atajenga madarasa? Nani atajengea community? Nani atajengea security? Nani atapeana basari ile MPs wanapeana? Kwa hivyo hii maneno ya kuwa hii pesa inapigwa ndio sababu ilifanya tulete bill in parliament. Wa Kenya, kila Mkenya mahali yako apitisha hii pesa igie kwa katiba, ikuwe inasaidia Mkenya, sababu Mkenya si mwenye ako huko juu. Mkenya ni mwenye ako hapa chini, especially kama wale watu waga tunaongoza hapa chini.